Young African kwa sasa hivi wanahitaji kufanya jambo kubwa kwelikweli katika usajili wao, na wameanza usajili wao wakiwa na mtetemo wa hali ya juu. Sasa leo nataka nikujuze A to Z kuhusu dili hili ambalo limekuwa likigonga nyoyo za watu wengi sana na kuweza kuumiza vichwa. Young African bwana hawafanyi masiala. Sasa wamegonga hodi kunako Al Hilal Omdurman, ambapo timu hii ya Sudan ni timu ambayo imekuwa ikileta changamoto kubwa sana hususan kwenye michuano ya kimataifa, hasa kwenye klabu bingwa barani Afrika. Sasa nani wameenda kugonga hodi kwao? Fuatana nami sako kwa bako niweze kukujuza yale yote ambayo nitakwenda kukujulisha mahali hapa Steam Media. Nguvu kubwa sana tunapewa na Perfect Beauty and Design Academy. Hiki bwana ni chuo ambacho kinafundisha mambo yote ya ususi, urembo, upambaji wa maharusi, lakini pia na ushonaji wa nguo kwa mitundo mbalimbali. Hawa watu wapo Dar es Salaam, lakini pia wapo na mkoani Iringa. Sasa kwa wale wa Iringa wanapatikana pale Kihesa Semtema. Unashuka kituo kinaitwa Ngome, alafu unaulizia kigango cha kanisa Katoliki. Unafika mpaka hapo chuoni, utakwenda kujifunza vitu mbalimbali. Ada yao ni nafuu sana, na kwa wale ambao wanakaa mbali basi mahali pa kulala papo, manake hostel zinapatikana vya kutosha kabisa. Basi njoo nikujuze kile ambacho leo hii nimekuandalia kwa ajili ya kuweza kuzungumzia kuhusiana na tetesi za usajili zinazoendelea ndani ya Young Africans. Bwana, kuna mchezaji mmoja anaitwa Emmanuel Flomo. Emmanuel Flomo huyu ni mchezaji ambaye ana miaka 18 mpaka hivi sasa, kwa sababu kazaliwa mwaka 2007. Ni mchezaji wa Al Hilal Omdurman na alijiunga mnamo mwaka 2025 tarehe 8 mwezi wa kwanza 2025, na mkataba wake una expire mnamo mwaka 2031 na ana mkataba zaidi wa miaka 6 na Young African. Wao kwa mujibu wa vyanzo vinavyosema kwamba tayari wameshaanza mazungumzo binafsi kati ya mchezaji na timu, na management ya mchezaji na timu wameanza kukubaliana vizuri kwamba yuko tayari kuja kuitumikia Young African, lakini kitu ambacho kimesalia ni kwa upande wa Young African kwenda kuzungumza na Al Hilal Omdurman ili kuweza kutoa au kuweza kubalance mkataba ambao umesalia wa mchezaji huyu ambaye alisaini kwa muda wa miaka 6. Sasa kwa sasa hivi amebakisha miaka 5 akiwa anaitumikia Al Hilal, na Young Africa wanataka kwenda kuvunja mkataba huo ili kuweza kumuingiza katika mipango yao ya msimu unaofuata. Na utakumbuka kwamba nafasi anayoicheza ni right winger, anacheza upande wa kulia kama winger, lakini pia nafasi ambayo ilikuwa inashikiliwa na Celestine Ekue ambaye kwa sasa ameonekana kwa Young African hana nafasi tena, na itakumbuka kwamba alitolewa kwa mkopo lakini baada ya huko, lakini inaonekana kwamba Young African hawana mpango nao tena, na nafasi yake inakwenda kuchukuliwa na Emmanuel Flomo mwenye umri wa miaka 18, winga wa kulia. Ni mchezaji hatari sana huyu, na amekuwa mchezaji ambaye anapigwa chapuo zaidi kuweza kuingia ndani ya Young African kwa sababu msimu uliomalizika Al Hilal ya pale Sudan nchini kwao hakuna ligi kama unavyofahamu. Kwa hiyo sasa hivi wanacheza ligi pale nchini Rwanda, na yeye ndo amekuwa mchezaji bora chipkizi pale nchini Rwanda. Wakati huo MVP akiwa amechukua Jean Claude Girumugisha, na utafahamu kwamba Young Africa pia wanahusishwa na dili hiyo ya kuweza kumshawishi Jean Claude Girumugisha kuweza kuingia katika viunga vya Young African. Na management ya Young African ya Girumugisha imetoka hadharani na kuweza kutoa dau lake nene, ambao dau hilo kwa sasa thamani yake ni dola milioni 6, ambayo ni sawasawa na zaidi ya bilioni 15 ili kuweza kumsaini mchezaji huo. Sasa hatuoni mbawa za Yanga, Simba na timu zingine kutoka ukanda huu kuweza kulibebea dili hilo kwa kiwango kikubwa zaidi, na ndio maana Young Africans sasa wanahamisha dili hili kutoka kwa Girumugisha na kwenda kwa upande wa Flomo Emmanuel, ambaye huyu dau lake nafikiri kwa Young African itakuwa ni sehemu sahihi zaidi ya kuweza kulimwanga. Na ukiangalia umri wake ni miaka 18, anacheza right winger, na wanao uwezo wa kuweza kumanage namna ambavyo wanaweza kumuingiza kwenye viunga vya Young African. Na kikubwa ambacho kinaleta ugumu wa dili hili ni namna ya kuweza kuvunja mkataba ambao yuko nao na Al Hilal Omdurman. Sasa jambo la kujiuliza ni kwamba je, anaweza kuisaidia Young African, na je kutakuwa na uwezekano ambao kwa Young African kupenya kwenye kikosi na kwenda kuisaidia Young African? Jibu la haraka kwamba if everything remain constant, inawezekana kabisa akija Young African akaweza kupata nafasi, kwa sababu hebu muangalie mtu kama Buba Jamal ambaye
alisainiwa ndani ya Young African, lakini hakuwa amepata nafasi ya kutosha ya kuweza kuonyesha kile ambacho alichokuwa nacho. Lakini pia Celestine Ekua naye pia alisainiwa, lakini hakuweza kupata nafasi ya kutosha mpaka pale ambapo waliweza kumtoa kwa mkopo. Lakini pia ukija kuangalia mtu kama Emmanuel Mwanengo, ukimwangalia mtu kama Edmund Dion, hao wote ni wachezaji ambao wanaweza kucheza kutokea pembeni, lakini hawakuweza kuonyesha kitu kikubwa na kuweza kuonyesha namna ambavyo wanaweza kuinufaisha Young Africans. Kwa yote katika yote, mtu ambaye anaweza kuwa sahihi kwa kipindi hiki, Emmanuel Flomo ataingia katika kikosi akiwa tayari ana uwezo wa kujiamini zaidi, kwa sababu itakumbukwa winga kama Faridi Musa Maliki ambaye alikuwa anaweza kucheza kutokea pembeni upande wa kushoto, kwa sasa hivi hapati nafasi tena. Lakini pia ukija kumwangalia Edmund John ambaye anaweza kutokea kulia, anaweza kutokea kushoto, ana nafasi ya kutosha ndani ya Young Africans. Mtu ambaye anatumika pembeni ni labda wakati mwingine ni Maxim pia Nzengeli pamoja na Pacome Pierre Zuzwa, lakini pia na Alan Okello Starboy. Hawa wanaweza kutokea pembeni na kuweza kuleta madhara katika eneo la mwisho, lakini kinachoigharimu Young Africans kwa sasa hivi, unaona kwamba kwa winga wa kuweza kutokea pembeni kumekuwa na changamoto kadha wa kadha, na ukiangalia mtu kama Pacome Pierre Zuzwa tayari ameshapata majeraha na huwezi kumgarantii kuweza kurudi katika kiwango bora kwa muda mfupi. Ni mchezaji ambaye anakadiriwa kuweza kuuguza majeraha yake mpaka kurecover na kurudi kwenye nafasi yake takriban kwa miezi sita, of course miezi sita hadi miezi minne. Sasa kwa miezi sita hadi miezi minne kwa timu yenye pressure kubwa kama Young Africans ambayo inahitaji kuretain makombe yake ya ndani, inahitaji pia kutetea mataji ambayo ameweza kuyashikilia na mengine ambayo ameweza kuyapoteza, lakini pia kuweza kuonyesha mbawa zake kimataifa. Kwa hiyo lazima aweze kupata changamoto ambayo inaweza kuifanya Young Africans kuweza kupambana vizuri kabisa. Na kama utakumbuka vizuri, TFF kupitia Wallace Karia, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, ameweza kutoka hadharani na kusema kwamba kwa sasa hivi timu zitaruhusiwa kusajili wachezaji hadi 40, kutoka 30 wakaongezeka wachezaji 10 kufikia wachezaji 40. Kwa hiyo kwa sasa hivi vilabu vyetu vinaongezewa uwanda mpana zaidi wa kuweza kusajili ili kuweza kutengeneza mazingira yasiyokuwa na lawama, na nafikiri hii imeweza kujifunza baada ya kuonekana kwamba ligi inachelewa kuisha, na wakati huo ratiba za CAF na ratiba za FIFA zimekuwa zikiibana zaidi ligi yetu na kuonekana kwamba ligi inachelewa kuisha na hatimaye wachezaji wanakosa muda mrefu wa kupumzika. Kwa hiyo kuondoa hilo, wameweza kuongeza idadi ya wachezaji kuweza kuwasajili. Kwa hiyo mimi naiona Emmanuel Flomo, kama dili yake itakwenda kama ilivyopangwa ndani ya Young Africans, atakuwa ni mchezaji ambaye ameweza kupata nafasi ya kuja kuonyesha uwezo wake wakati wakiikuta Young Africans hakuna mwenye utawala ndani ya klabu, kwa sababu pia hata ukiangalia kocha aliyokuja kwa sasa ni kocha mpya wa Young Africans ambaye huyu anaweza pia kutengeneza kikosi chake kulingana na kile watu ambacho wanamuonyesha kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo Emmanuel Flomo anaingia akiwa fresh katika klabu ya Young Africans na akiwa na uhakika kama ataonyesha kitu mbele ya mwalimu katika uwanja wa mazoezi, basi kuweza kupata kitu kikubwa zaidi na kuweza kuonyesha katika uwanja wa mechi. Kwa hiyo yote katika yote, tunajaribu kuangalia dalili nini ambacho Young Africans watakwenda kukimaliza na kuweza kupata yale yaliyo bora kabisa. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda nikiwa na kujuza haya nikitokea hapa Perfect Beauty and Design Academy, chuo bora kabisa ambacho kinatoa mafunzo ya ususi, urembo, ushonaji, lakini pia na kupamba maharusi, ambao kwa sasa hivi bwana wapo katika maandalizi ya graduation ya kwanza kabisa ambayo itafanyika tarehe 25 mwezi wa 8, save the date, tarehe 25 mwezi wa 8 2026 kutakuwa na graduation ambayo itafanyika mkoani Iringa, ambao huko sasa ndiko kwenye makao makuu ya Perfect Beauty and Design Academy. Basi tunawakaribisha wadau mbalimbali ambao watajisikia kuweza kuja kujiunga nasi, lakini pia kuleta wanafunzi, lakini pia kama wewe una matangazo yako ungetamani kuweza kuwepo katika graduation hiyo ili uweze kutangaza pia biashara yako, uweze kutangaza pia huduma yako, tunawakaribisha sana kwa kuweza kutupigia nambari za simu ya 0713 45 52 32, 0713 45 52 32. Ukipiga namba hii basi utakwenda kujuzwa mambo mbalimbali, lakini pia kama utakuwa na jambo lolote piga namba hizo ili tuweze kukufikia na kuweza kukuhudumia vizuri kabisa. Hadi wakati mwingine, bye bye.